Katika mlango huu wa fikra tunasikia upepo wa kale, sauti za vizazi, tamaduni, lugha zikisema jambo lile lile. Kuna chanzo cha juu, muumba, mpangaji, mwendeshaji wa kwanza. Bahari ya mawazo ni pana, lakini ukweli wake ni mmoja. Tukiangalia uhai, tunauona ukirudi kwa uhai mwingine. Binadamu kwa wazazi wake, mnyama kwa aina yake, mmea kutoka mbegu iliyotangulia. Mfululizo usio na mwisho hauwezekani, kwa maana kama ungekuwa hauna mwanzo, basi uhai usingekuwapo. Na tukisema asilia ilifanya yenyewe, tunapoteza maana, kwa kuwa sheria hazina nia, hazina matamanio, hazina ufahamu, hazijiumbi, hazijajiweka, hazijajiendesha. Zinatembea tu ndani ya mipaka iliyowekwa kabla ya kuwepo kwao. Hata kama mazingira yaliruhusu chembe ya kwanza kuundwa, nani aliyeweka mazingira hayo? Nani aliandika kanuni hizo? Nani aliyeweka usahihi wa mizani, uzito, joto, mwanga, kabla ya chembe, kabla ya seli, kabla ya pumzi ya kwanza? Kwa hiyo kusema asilia ilifanya kutoa uwezo kwa kitu kisicho na uwezo, ni kuipa nia kwa kitu kisicho na nia, ni kuipa uhai kwa kitu kisicho na uhai. Muumba, chanzo cha kwanza, wewe ndiye mwanzo wa mwanzo. Sheria zako ni njia, si chanzo, na uhai wote warudi kwako. Mpenda kuumba, mweka mizani, wewe ndiye siri ya pumzi. Hakuna asili bila wewe, hakuna uhai bila neno lako. Na wengine husema binadamu walitokana na mageuzi, lakini mageuzi hubadilisha kilichopo, hayazai asili kutoka utupu. Kama mageuzi yangekuwa ngazi ya mwisho, kwa nini viumbe vya kale bado vipo? Kwa nini wengine hubaki, wengine hupotea? Kwa nini mtandao wa uhai si mstari, bali matawi yasiyoyusa? Mageuzi yanaeleza mabadiliko, lakini hayajibu swali kuu: asili ya asili ilitoka wapi? Nani aliyeweka chembe ya kwanza? Na tukigeukia ulimwengu tukasema ulilipuka, tunalikosa swali muhimu: kwa nini ulilipuka? Nani aliandika sheria zilizolifanya lipuke kwa mpangilio, si kwa vurugu isiyo na maana? Hakuna mti kutoka upupu, hakuna kiumbe kutoka utupu. Basi vipi ulimwengu mzima utoke bila chochote? Sheria hazina nia, mada haina matashi, mpango una roho, lakini viumbe wana roho, wana matashi, wana uamuzi. Hata bakteria ndogo ukimbia hatari, utafuta riziki kama ina lengo, kama ina mwelekeo. Na hili si tendo la kemikali pekee, kwa kuwa kemikali hazina kwa nini. Hivyo ni asi ya ubongo, si ya jeni, si ya seli, ni kitu kilichotangulia mwili, kitu kinachotumia mwili kama chombo cha kujidhihirisha. Muumba, chanzo cha kwanza,